Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwalimu wetu amefika salama na tunayo furaha kubwa. Mwalimu wetu amewasili nchini Tanzania kuja kuanza majukumu yake. Tunao furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye jukumu lake la msingi litakuwa ni kusimamia ustawi wa timu yetu, hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la benchi la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports Club. Maswali yamekuwa ni mengi sana mara baada ya kumtambulisha Pantev na kumtambua kuwa ni meneja mkuu na sio kocha mkuu, kama ambavyo tumezaliwa tukiona makocha wakiitwa makocha. Kimsingi ni kwamba tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu, kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev kutoka kuwa kocha kwenda kuwa meneja. Kocha ni mchezaji ambaye anadili on the field, yani ambaye anadili na majukumu ya field pekee, kwa maana ya uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Sasa tumehama huko kwa Pantev, yeye tumemwongezea majukumu. Anakuwa na jukumu jingine la kusimamia ustawi wa wachezaji, kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pantev, lakini vile vile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri, lakini kusimamia technical staff wenzake wote, kwa maana ya kusimamia kit manager, kumsimamia team manager, kumsimamia food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye. Kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi. Na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndio inawezekana ikaonekana ni jambo jipya, jambo la ajabu, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. Na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo. Lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano, hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano. Yote hiyo ni Simba Sports Club ndio ilitoa darasa na elimu na kutoa mabadiliko mapya na kuintroduce meneja habari na mawasiliano, na wengine wote wakahama huko, wakaanza kujiita na wenyewe meneja habari na mawasiliano, hata kama hawajui maana yake, lakini waliamua kuiga nini Simba Sports wamefanya. Kwa hiyo na hii tumehama, tunaamini na wengi pia watatufuata huko. Kwa hiyo ni kuwatoa hofu wale ambao wameshaambiwa kwamba kocha mkuu hivi sasa kikanuni ni Suleiman Matola, huyu anakaa kama meneja. Hizo ni kanuni tu. Hizo ni kanuni, lakini huyu ni meneja mkuu ambaye ndani yake kwenye ile managerial kuna coaching staff, kuna coaching technique, kuna coaching mipango. Sijui umeelewa eh? Kwa hiyo utakapokwenda mazoezini utamkuta meneja anasimamia mazoezi. Utakapokwenda kwenye mechi utamkuta meneja. Popote utakapokwenda utamkuta Pantev anatimiza majukumu yake ipasavyo. Ni ipi role ya Pantev mama? Kuna kit manager. Umeelewa eh? Kwa hiyo manager lisiwatishe. Alafu kuna player manager. Kazi yake ni kupanga ratiba, leo tunaingia kambini saa ngapi, natoka saa ngapi, chakula saa ngapi. Alafu kuna food manager. Kwa msichanganyikiwe na neno manager. Alafu kuna manager mkuu. Sasa overall managers tuliokuwa nao
tuna meneja mkuu ambaye ni bwana Pantev. Nyinyi shida yenu mnafikiri meneja ni kama meneja wa wale jamaa zetu ambaye anashika mpaka hirizi. Sisi mameneja wetu ni wa kitaalamu. Swali jingine? Semaji, tungependa pia kufahamu meneja Pantev atahudumu kwa muda gani ndani? Pantev tumeingia naye mkataba wa miaka 2. Kwanza niwaambie ndugu zanguni, haikuwa rahisi hata kidogo kumpata meneja Pantev. Vita ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Baada ya kuanza mazungumzo na meneja Pantev, tukakuta kuna wengine tena wanazungumza naye meneja Pantev wa hapa Dar es Salaam. Vibaya mno. Yes, nyuma mwiko na wenyewe walikuwa kwenye mawindo makali ya kumchukua meneja Pantev. I'm talking foili wanavizia kumfukuza. Yes. Na kama wangefanikiwa kumpata meneja Pantev, leo hii mngeona thank you ya foili. Sasa wamemkosa Pantev, bado wanaviziana na foili. Wewe jiulize kitu kimoja. Wanapambana kuaminisha watu kwamba Pantev hana vigezo, lakini wanazungumza kwa uchungu kwamba imekuwaje mmechukua meneja asiyekuwa na, yani wao wanapata wapi uchungu? Sisi tukiingia chaka, si tumeingia chaka, si tumekosea? Sasa wao wanapata wapi uchungu? Technically walitakiwa kufurahi kwamba yes, wanetu wamevaba, wamekwenda kuchukua mwalimu hana vyeti, lakini wao wanaumia. Kwa nini waumie? Yani wao wameanza lini kutuhurumia sisi au kuumia kupata uchungu sisi tunapokosea? Kiukweli ni kwamba wanajitahidi kutoa mfundo. Umeona kama sisi tunapambania foil ya baki. Sasa kwa nini na nyinyi mnaona anafanya vibaya lakini mnapambania? Ewa adui. Asa wao wanaumia sisi kumchukua soja Pantev. Minuno. So minuno, mikazo. Kwa hiyo Pantev ni meneja mikazo. Pantev ni meneja mikazo. Alafu wao wana minuno. Kwa hiyo tuone mtu wa kununa na mtu wa mikazo. Sio Mohamed na Mudi. Kwa hiyo wanapambana kuaminisha watu kwamba tumeingia chaka. Lakini kwa nini wanaumia? Yani sisi tumekosea. Kwa nini wao usifurahie makosa yetu ili uje unufaike nayo? Kwa nini unaongea kwa uchungu? Wanaongea kwa uchungu kwa sababu wamemkosa Pantev. Baada ya kumfuata hivi mmemuuliza swali mwalimu? Amesemaje? Sema Simba is a big man. Kwa baada ya kwenda kwa Pantev na baada ya kwenda kwa Pantev akawachomolea na akachagua kuja Simba Sports Club. Sasa hicho ndicho ambacho kinawauma. Hiko ndicho ambacho kinawasokorokota hapa, hata maji hawanywi. Wametukalia kooni, Pantev anajatia. Yote hayo ni machungu kwa sababu wamemkosa na wanalazimika sasa kuendelea kuishi na foili hata kama hawapendani. Na sisi tayari tumeshamchukua mwamba, yuko zake nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuanza kazi. Tumemchukua kwa mkataba wa miaka 2 na amekuja na msaidizi wake ambaye anaitwa bwana Semyonov. Semyonov. Yani Semyonov. Na kuanzia sasa kila mwana Simba mbele yake anaweka Nov. Kwa Kinyago Nov. Kisugu Nov. Mangungu Nov. Magori Nov. Mziwanda Nov. Ahmed Nov. Kila mwana Simba nakubali, kila mwana Simba anaongeza Nov pale mbele kwa sababu sasa tumeshakuwa wa Bulgaria. Ni mwalimu wa viwango vya hali ya juu sana tumempata, na sisi tunajivunia hiyo na tunawapongeza kusema kweli viongozi wetu kwa kuwa na jicho la haraka. Kwa nini tumemchukua Pantev? Pantev mara baada ya kuondoka kwa mwalimu Fadlu Davis, tukasema kuna nani moja anasemaga, nadhani ni mwana FA,
sio nini, alafu tafuta mnyonge wako na wewe. Najua hiyo shairi okay. Linasemaje? Wakikumegea tafuta mnyonge wako na wewe. Msifanye mambo vijana. Huo ni wimbo. Kwa baada ya Fadlu kuondoka, tukasema na sisi tunahitaji kocha ambaye yuko uwanjani hivi sasa. Sio kocha ambaye yuko mtaani ama yuko nyumbani. Twende tukatafute kocha ambaye yuko field, yani damu yake tayari imeshaingia kwenye msimu wa mashindano. Tunakwenda wapi sasa? Baada ya kupekecha jicho letu likatua kwa Pantev. Tukasema hawa wa Gaborone sisi hawa tunawamudu kabisa. Tukagonga hodi pale, tukawaambia bana tupeni hiyo kocha. Fidia sijipula shingapi? Tukamchukua mwalimu. Kwa muda mfupi aliyofanya kazi Afrika inakuonesha yeye ni mwalimu wa namna gani. Amecheza ligi ya Cameroon, amechukua ubingwa 23-24, akaondoka akaenda Botswana 24-25, akachukua ubingwa tena. It's very rare kocha akachukua ubingwa back to back kwa nchi mbili tofauti. Ndugu zanguni, hili sio swala la kawaida hata kidogo. Huyu ni meneja wa viwango vya hali ya juu mno. Walimu wote akitoka nchi moja kwenda nchi nyingine, atakapofika lazima ana struggle kwanza, lakini huyu mwalimu ametoka Cameroon amekwenda Botswana, mwaka uliofuatia amechukua ubingwa. Tukasema huyu mwalimu ana kitu cha maana na ana kitu cha ziada kweli kweli, huyu atatufaa. Lakini tukaangalia namna ambavyo sisi tumecheza naye kwenye ligi ya mabingwa Afrika, namna ambavyo alitu outshine, namna ambavyo alituzidi, namna ambavyo alikuwa bora. Tukafanya assessment ya wachezaji aliokuwa nao. Ni wachezaji wa daraja la kawaida mno, lakini ameweza kuwapa ujasiri, ameweza kuwapa ubora na kuweza kuwazidi maarifa wachezaji wakubwa wa Simba Sports. Tukasema hawa watoto wa Gaborone United, hiki sio kiwango chao cha kuzaliwa. Hawa watoto wamefundishwa. Nani yuko nyuma yao? Tukamkuta Dimitar Pantev. Tukasema huyu Pantev anatufaa pakubwa. Huyu tukienda kumpa wachezaji wakubwa wakina Shamu, tukaenda kumpa wakina Abraham Morris, tukamkabidhi wakina Jean Charles Ahoua na Mpanzu, timu yetu itakuwa tishio kweli kweli. Kwa hiyo tukagonga hodi tukamchukua. Kwa hiyo wasifu wake umetuvutia pakubwa kweli kweli. Na mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, tegemeeni Simba mpya mno kutoka hivi sasa. Pira Biriani narudi? Pira Biriani limerudi na tumelitafuta Pira Biriani kwa muda wa miaka mingi sana. Tumekuwa tukilisaka biriani letu kwa muda mrefu kweli kweli. Tumekwenda kulipata Bulgaria biriani. Katikati hapo tulikuwa tunachanganya tu. Leo unapata biriani, kesho kutwa unakula muhogo mkavu. Leo unapata sambusa kachori, kesho kutwa yake unakula mbaazi. Yani ilikuwa mambo hayakai sawa sawa. Lakini sasa we are very confident kuwatangazia wanasimba kwamba biriani la mnyama limerudi. Uzuri wa huyu mwalimu, anacheza mpira wote. Anacheza mpira wa kasi ambao ndio mpira asili wa Simba. Anacheza mpira wa pasi nyingi ambao ndio lunyasi yenyewe hiyo ambayo iliasisiwa tangu zama za Sunderland. Anacheza mpira wa kushambulia na sisi ni watu wa magoli. Anacheza mpira wa kukaba, hiyo ndio kazi yetu ya msingi. Na anacheza mpira wa kisasa, mambo yakiwa magumu ana switch, anapiga pasi ndefu zinahama. Na sisi tunaye mtu kama huyu anaitwa Alassane Kante, Mr. Transporter, anahamisha kutoka upande mwingine anakwenda upande mwingine wa kiwanja. Sasa Simba yetu is back. Ahmed, wapo ambao wanasema kocha anapenda kula bata sana baada ya kumuona kwamba kocha anatajwa kujiunga na Simba, wengi akawa wanaweka hofu. Una kipi cha kuambia mashabiki wa Simba? Kocha wetu sio mshamba. Ni mjanja wa mjini. Kwa hiyo maisha anajua, raha anazijua. Na akishamaliza kutimiza majukumu yake anakwenda kula bata.
Kwa hiyo lisiwatishe hilo, na amekuja Dar es Salaam kwenye mji wa maraha, ataenjoy vibaya mno. Ahmed, swala la mwisho. Kazi rasmi anaanza lini? Technically ameshaanza kazi. Yes. Mara baada ya kushuka hapa hii leo, moja kwa moja anaelekea Mbezi Beach kupata upepo wa bahari, atapumzika. Kesho anakutana na wachezaji, anazungumza na wachezaji, na baada hapo tunaelekea field kuanza utekelezaji wa majukumu. Ni kitendo bila kuchelewa. Semaji, lipo jasusi ambalo limekuwa likivujisha taarifa zenu na kupeleka upande wa pili, na taarifa zilizotoa mara ya mwisho ni kwamba huko ndani moto unawaka. Wapo viongozi wanaendelea kujiuzuru kutokana na kuja meneja Pantev. Wao walitaka kocha lakini amekuja meneja. Bosi pia kakasirika. Nini ambacho kinaendelea? Hiyo sasa michambo. Hiyo mimi siwezi kujibu michambo. Hiyo michambo ina watu wake wakina Dr. Kumbuka. Ndio wanaweza wakajibu vitu kama hivyo. Mimi meneja wewe. Simba uko sawa. Ahmed, na kutoa nje ya hili. Baada ya mchezo wa Yanga dhidi ya Mbeya City, uliposti naye mmoja wapo kuhusiana na kile kitendo ambacho alikifanya Ibra Baka. Na hatimaye kamati ya masaa 72 imetoka na kutoa kile ambacho alistahili Ibra Baka. Kwenye hili kwako unazungumzia? Mimi kwanza nimefurahi adhabu iliyotolewa, na kilichonifurahisha zaidi ni kwamba imekuwa kwenye immediate action. Yani kitendo kimetokea na muda huo adhabu inatokea, ili aliyefanya kosa aweze kufeel makosa yake. Lengo langu sio fulani tu wafungiwe. Lengo langu mimi ni vitendo vya kihuni visifanyike kwenye mpira wa miguu. Mimi natambua kwamba wachezaji wanategemea miguu. Kwa hiyo unapomvunja mwenzio, maana yake unataka kuharibu kitendea kazi chake. Viko vipaji vingi ambavyo vimeishia njiani kwa sababu ya kupata majeraha. Na wachezaji wengi akili zao wanakuwa wamezielekeza kwenye kucheza mpira. Kwa hata mipango ya shule, mipango ya biashara nini wanakuwa hawafanyi. Kwa hiyo kitokeo umemuumiza ghafla, maana yake anaacha kabisa hiyo kazi, anaanza kusota waya. Kwa hiyo wachezaji, unapocheza uwanjani, jua kabisa mimi nipo kazini na huyu yupo kazini. Nimlinde na yeye anilinde, ili maisha yake na familia zake yaweze kwenda. Unapomrukia makusudi, unapomuumiza makusudi, maana yake unataka kuharibu kazi yake, unataka kuharibu ulaji wake, unaharibu maisha yake. Isingekuwa ni jambo la kupendeza. Kwa hiyo wachezaji walindane, wachezaji wapendane, washindane. Yani kushindana ndio kitu kinachotakiwa, lakini tushindane kwenye misingi iliyokuwa sahihi, tusiumizane. Na ikitokea mchezaji anaumiza wenzie makusudi, basi kamati najua nini cha kufanya, kama ambavyo tumeona wamefanya. Mimi naamini kabisa yeye mwenyewe mkosefu atajifunza, na wengine vile vile watajifunza.